Taarifu kina brothers and sisters, ile time ya kuchill kwenye kona shafika. Hapa natemwa madini, story zote makini, cause we all know Jabi Saleh akiwa kazini. Yes. Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi East Africa, Africa na dunia kwa ujumla? Nasema hivyo kwa sababu kuna watu wanatuangalia kutoka Kenya, kuna wengine wanatuangalia kutoka maeneo mengine ya Afrika, kuna wengine ambao wanatuangalia wakiwa barani Ulaya, Amerika na kwingineko. My brother Samir kutoka Italia, hujawahi kutuacha brother, kila siku unatupigia jicho hapo, shout out kwako. Wahid all the way kutoka Canada, najua always unakuwa nasi. Traveler kutoka Italia pia, kwa hiyo wako wengi wa barani Ulaya na Amerika na kwingineko. Karibuni sana kwenye episode nyingine, inakuwa ni ya 3 ya msimu wa pili ya Hip Hop Corner, ambapo hii bwana tunapata nafasi ya kuzungumza na moja kati ya wale watu ambao mmekuwa mnawakubali sana kusema kweli, na amefanya alichokifanya kwa muda mrefu sana, na amekuwa ni sehemu ya inspiration kwa vijana walio wengi sana. It was worth it kwa sababu tumekaa muda kidogo umepita, zaidi ya mwezi mmoja tujashoot. Kwa hiyo watu wakawa wananisikilizia, bwana atakuja na nani? Itakuwaje? Au vipi bwana? Wengine wamenitumia salamu, oya kumepoa sana. Umeona bwana, mtu wenyewe unamsikia sasa unyama. Anatusalimia. Umeona bwana, anatusalimia kwa mwito wa simu yake. Ladies and gentlemen, katika episode ya 3 nimemkaribisha the one and only Mr. Nyandu Tozi. Au vipi bwana? Yes, mambo vipi Nyandu Tozi? Kama kawaida. Alhamdulillah. Bwana, karibu sana ndani ya Hip Hop Corner bwana. Asante sana. So tulikuwa tunasubiria kwa muda kidogo. Watu wakawa wanasema bwana Nyandu lini? Nyandu kama kawaida ataibuka tu hapa. Tunafurahi sana leo kuwa nawe. Na karibu kwenye kiota chetu. Hapa sana tunapiga stories zetu. Au vipi bwana? Pamoja sana. Wewe ukijisikia tu bwana, kuvi vipi? Tuna jambo la kudiscuss, basi tunaibuka. Salute sana. Hivi mchizi wa kitaa, it was the song ambayo ulikuwa unajizungumzia wewe, lakini katika karakta ya mtu mwingine. Yani mule nimechanganya. Nimechukua baadhi ya mabrother ambao wameniinspire, nimejichukua mwenyewe, nimechukua wengine ambao siwajui, nilikuwa nawaona tu kutokana na movement zao za kutafuta riziki. Unajua Dar es Salaam kuna watu wengi sana. Kwa hiyo ile ni kama story ambayo nimechanganya kama watu 5 mule, na mimi nimo kidogo. Okay. Yes. I thought kwamba ilikuwa ni wewe ukawa umeivisha karakta mtu mwingine. Hapana. Hapana. Kuna watu tofauti mule nimeongelea. Okay. Sawa, kwa mfano nilinukuu one of the lines kutoka kwenye mchizi wa kitaa. Yes. Inasema hata kama ana njaa atazuga ameshiba, ili mradi tu asitangaze shida. and some people wanasema kwamba okay, these are the stories ambazo huwa tunazifuatilia research ndogo. Sema kwamba that's ndo tabia yako, yani unaweza ukawa una shida mzee, lakini unakaza sana mzee, yani tangu zamani. Lakini bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kuna roho fulani hivi alinipa. Kwanza naridhika na nilicho nacho, iko ni cha kwanza ambacho nakitanguliza sana mbele. Kwa hiyo inapotokea changamoto ya aina yoyote, nasema alhamdulillah, acha niipokee kama ninavyopokeaga ushindi. Kwa hiyo ndo masipendagi sana kumueleza kila mtu shida zangu. Yes. So Nyandu, wewe kwa mfano katika maisha ya kawaida, una watu wangapi ambao unaweza kuelezea matatizo yako, yani kufika sasa jambo zito na you need help? Una watu wanafika wangapi labda kwenye cycle yako ambao unaona kabisa hawa wanaweza kuambia mambo yako? Kiukweli Mwenyezi Mungu, mimi nina watu wengi sana kwenye maisha yangu, lakini naweza kumwambia kitu changu cha siri azidi mmoja. Bana. Yes. Moja tu. Inategemea sema tunaongelea nini. Mimi naongelea yale maisha yangu kamili. No. Yani I'm talking about kuna kwa mfano shida, yani nimekutana wewe si mfanya biashara, Yes. Sometimes biashara zina stuck labda inafika wakati wa makodi taxes hizi, unajua kwamba bana au unataka kutoa mzigo huku hela yako haijaingia na nini na tunasema kwenye cycle yako na watu wanafika now. Mimi nilikuwa naongelea kile kitu deep kabisa, kwamba kuna kitu kimenikata au nina changamoto 1 2 3, yani achana na mambo ya kibiashara. Mimi naongelea kwenye kuishi
Okay, kwenye life kuishi, yani ni swala labda na shida kwenye familia yangu, iko ndo nilichokuwa nadhani labda unaniuliza. Nilikuwa nazungumzia ile hii, au nao wengi sana, yani kwamba mboi nimekwama, ni push hivi nini, nao wanangu wengi sana, wako wengi, wanafika hata 5,000,000. Okay, alhamdulillah, kwa sababu watu wanasema kwamba actually wewe sio mwongeaji sana kabisa bro, ni mtu fulani wa kufanya mitikasi yako, yes, na kula zako buyu, au sio bwana? Which is okay kabisa. That's the yeah, that's gangster. Yes. My brother Sugu pia anasemaga that's gangster. So umekuwa una all this life umekuwa unawakilisha mtaa, ndio yes, ambayo by 100% maana yake kuna namna una street mentality. yes, Street mentality. yeah. So kwa upande wako Nyando, how una define street mentality, yani kwako wewe, namna unavyoidefine, yani kwamba mtaa hasa una utafsiri vipi na maisha yake? Mimi naamini riziki zote za wanadamu zinapatikana mtaani. Ndio. Kwa hiyo kama utaweza kuwa na nidhamu ya kuheshimu mtaa, nadhani maisha yanaweza akawa mepesi sana kuliko unavyoheshimu kazi unayofanya. Yeah man. Okay. Kuna watu wanaoheshimu sana watu wao ofisini, lakini mtaani hawana discipline. Sio, unaelewa nikisema hivyo? Yeah, kwamba ofisini na kusoma. Yani, lakini sasa mtaa, mwisho wa siku hata mshahara ambao utalipa ofisini utakuja kuutumia mtaani. Yeah, definitely. Ni kweli. Sio, unaelewa? Kwa hiyo mimi naamini sana mtaani, kiuheshimu mtaa. Ndio maana wanagewa promo watu wengi. Lakini ukija mtaani unamkuta 26, unamkuta Nyando everywhere. Kwa sababu mimi nimejitoa kwa ajili ya mtaa. Yeah. Okay. Sawa. So tukirudi hiyo kwenye the street mentality. Yes. Yeah. What are the biggest lessons, masomo makubwa sana ambayo umewahi kukutana nayo kwenye mtaa wenyewe ukasema kwamba okay, hii ni one of the biggest lesson ambayo imekushape na kuwa hapa ulipo sasa hivi? Kwa mfano mimi I grew up TMK, yeah? Yes. So there was a guy ambaye alikuwa jamaa mjanja, Mnyamwezi na nini. Okay, alikuwa na exposure ya kusafiri, hakuwa amesoma, lakini alikuwa na exposure ya kusafiri, akarudi na nini. Mitikasi yake ikawa imeenda fresh. Sasa namna ambavyo alikuwa anaishi za street hakuwa kama mfano mzuri. Sasa baadaye alikuwa na labda kibri tuseme. Yes. Nyiba na mekakaa tu hapa kindezi na nini, unajua zile. And baadaye akaanza sasa kudhoofika na nini, akapata maradhi. Akapata maradhi, and so nobody was just giving a damn about him. On top of that, sasa alifariki yule jamaa. Sasa alifariki, msikiti wa pale mtaani ukakataa kumswalia kwa sababu aliongea mambo mabaya about imani yake mwenyewe, kwa sababu ana huyu hafai kuswaliwa. And even watu ambao walikuwa unajua watu wale ambao wauni wa mtaa na nini wale, unajua ambao wameshajipindia, wakasema bana mchizi ataenda kumueleza nini Mungu, yani kutokana na matukio yake. Ushaelewa? So it was kile kitendo cha msikiti kukataa kuswali, it was the biggest lesson kwangu mimi kwamba you should respect some people hata kama labda huwaamini katika kile wanachokifanya, kwa sababu kuna siku utarudi tu yani. Yeah, walikuwa wanasema hivyo, the biggest lessons za street knowledge nasema. Sasa mimi nishaishi kwenye familia ya bibi ambaye alitoka sehemu kukutana na changamoto za kifamilia, akajikuta hadi ile mali akaitoa, afu akaja kununua eneo lingine Kinondoni, afu akaishi na familia yake mule ndani. So yule bibi alikuwa na wajukuu ambao sisi ndo washikaji zetu. Kwa hiyo tulikuwa tuna support kila kitu pale, zile movement za nyumbani. So kitu ambacho nilishai kuona cha tofauti kwenye maisha yangu, badala ya umauti kumkuta yule bibi, walikuja ndugu. Baada kuja ndugu, sasa msiba tumeandaa washikaji, sababu ndugu walikataa kabisa kutokana na yeye
tofauti ambazo alikutana nazo akiwa nao. So kipindi anahamia mtaani, ndugu aliachana nao akaamua kubaki na wajukuu zake. So wajukuu, kati ya moja ya mjukuu wake sisi ndo rafiki yetu. So ilikuwa ni bibi ambaye hawezi kufanya movement yote. Kwa hiyo kuna huduma nyingi za kijamii tunazifanya sisi tukawa kama ni watoto wake sote. So kitu ambacho kilitushangaza, siku moja bibi umauti ulivyomchukua, tumearrange usafiri ili aweze kwenda Kisutu kuzika. Kuna rafiki yetu mmoja aliwashusha wazee kwenye gari, yani kwamba hii gari wameandaa washikaji, hamwezi kupanda huko kwa sababu nyinyi kama ni ndugu yenu huyu mmeshindwa kuja hata kumuona hata siku moja ndani ya kaumwa miaka kama 5 hivi. So ulitokea mvutano fulani wa marafiki kwamba sisi tunataka mababu wapande, mshikaji anasema hawa hawezi kupanda hapa kwa sababu hawa ni ndugu kabisa wa damu na hatujawahi kuwaona bibi akiwa anapitia hizo changamoto. Kwa hiyo kuna matukio yanatokeaga mtaani, mtu mwingine ukimueleza anaweza asielewe. Hivyo ndio vitu ambavyo tunakutanaga navyo mtaani, si tofauti. Na kweli wale wazee walishuka kwenye gari na wakasusa wajaja kuzika. Ikabidi warudi majumbani, waloruhusiwa kupanda magari tukaenda kuzika. That was a lesson kwa sababu how unaweza ukamsusia ndugu yako for 5 years hata kama mna tofauti. Ndio maana nimekwambia, alafu huyo alowashusha sio ndugu, ni rafiki tu ambaye yeye alitoa pesa yake kukodi ile gari ambayo ndio ilibeba mwili. Kwa hiyo akaona uchungu kwamba humu bora wapande washikaji ambao bibi alikuwa anaweza kuwatuma, niletee nyanya, niletee kitunguu, nibebe niweke juani, niote jua. Unaelewa sijui. Okay. Kwenye this song nafikiri la mchezo wa kitaa, kuna neno fulani ulitumia, nikumbuka kama ni Poor Millionaire au kuna neno ulilitaja. Yes. Poor Millionaire. Nini hasa the real meaning ambayo ulikuwa umekusudia pale Poor Millionaire? Ile ina maana mbili. Yes. Unajua kuna maskini mwenye utajiri wa roho. Kwa hiyo pale kuna Poor Millionaire. Lakini hapo mimi nimemtaja mdogo wangu ambaye naye anaitwa Man Poor. Kwa hiyo tunamuitaga pia Poor Millionaire. Okay. Yeah. Okay. Yes. Okay. So huyu maskini ambaye ni maskini millionaire. Poor Millionaire maskini. Yaani utajiri wake sio fedha, ni roho. Okay. Ndo niliyemrusha mimi. Okay. Ambao si tunao mtaani wengi tu, yani anaweza akakufanyia fair kwenye maisha tofauti na hata mtu aliwahi kukupa pesa. Okay. Yes, si tunathamini sana ule upendo. Sijui unanifahamu. Okay. Kuna kitu binadamu anakufanyia hadi unasema da. Huu utu ndo huu. So ni kitu fulani ambacho kilinifikirisha kidogo. Yes. Nikasema okay, Poor Millionaire. You know, mimi naposikiliza songs huwa napenda kwenda na neno tu neno. Yes. Kwa wimbo mmoja unaweza ukakaa ndio hip hop inavyotaka hivi. Unaweza ukanifikirisha, yani wimbo mmoja ukanifikirisha hata mwaka. Kasema huyu jamaa, kwa hiyo akasema okay, siku tukikutana tutazungumza pia. So, there was a guy, your friend, alitangulia mbele za haki some years ago, Big Sunday. Rest in peace. Rest in peace Big Sunday. So kuna vitu ulivizungumza hapa. Rest in peace Big Sunday. Tumekumisi makacha. Si ndio? Yes. Ulinishauri nisiwe mpambe. Ni kazi kwenye sanaa. Kwenye maisha nisijigambe, nisaidie wenye njaa. Kwenye maisha usijigambe, nisaidie wenye njaa. Those lines zilinifanya nilikaa nazo kwa muda mrefu sana, lakini na I remember about that guy Big Sunday. Yes, Big Sunday. Namkumbuka vizuri kabisa. He was yes. Big like me, lakini pia ulikuwa una hang naye sana. Ni kati ya rafiki zangu ambao niliwahi kuwapoteza kwa ile uchungu kabisa. Yeah. So nataka hicho kipande cha kama alikushauri ukaze kwenye sanaa. How ilikuwa na now tunaweza kukumbuka huu mchango wake because you are here now. Nakumbuka alifariki kwenye 2014 16. Yes, kitu kama hicho, kama 16 hivi. 16. 15. Nakumbuka 14 14. Kwa sababu nakumbuka bado nilikuwa Times FM. Yes, 14 15. Yes.
na ikumbuka ile story Yes. ya kwake. So nataka uniambie hiyo kwa sababu now tunazungumzia almost 12 years after the death. Now you're here Nyandu, bado unaendelea ku blaze mangoma anatoka ukiamua, yani mambo yako yanakwenda. So bado kuna mchango wake. I really need to hear kutoka kwake. Sunday alikuwa ni rafiki yangu ambaye apendi nifanye kitu chochote, anapenda nifanye muziki. Bana, okay. Yeah. Ilikuwa nafika muda ananiambia story la twende studio. Unajua ile. Afa naona huyu mwana kwa nini hataki muziki? Nikamwambia mimi nimepitia vingi. Na mwingine anasema ngoja tuishi. Kwa hiyo mwanangu sana. Rest in peace Big Sunday. Yes. So hapo Nyandu, if you are comfortable kwenye hiyo ya muziki hiyo na kuweka pembeni kwa kufanya biashara zako na nini. Hii ni situation ambayo imewatokea so many artists ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana. And after some time wakirudi ndo wanakuwa na uwezo ule hawezi kufanya change. Kwa hiyo lakini wewe uli quit kabisa muziki and then you get back. Na bahati nzuri when you get back sasa uka switch na jina kabisa. Ukaswitch jina. Lakini ulipata shangwe kubwa. Vijana wengi walikupokea pale sana. So tell me disappointments na ile kurudi maamuzi yale, from disappointments mpaka kurudi kwenye yale maamuzi ya okay, let me do it again and again. Mimi nilitembea karibia Tanzania nzima kufanya tour nikiwa kama Dogo Hamid. So niliporudi ilikuwa ndo tunarudi maisha ya mtaa. Nilikuwa nakaa na my brother. Ananiambia Dogo, umetoka Dar es Salaam una miezi 3. Alafu umerudi hela ya umeme una. Unajua hilo? Wewe shughuli haikufaa. Okay. So mimi safari yangu bro. I say pole sana. I feel you. And so ukiachana na hiyo sasa, that spirit ile kusema okay, let me get back and do my thing, nani alikuja akairudisha tena? Ni wewe Sunday. Big Sunday. I say rest in peace bana. Okay, so I feel you. So so yes sir, this is the part ya Hip Hop Corner with Nyandu Tozi, and you can just feel the feelings ambazo nazo, na kwa sababu pia nimemkumbusha one of the warriors ambaye kwa namna moja ama nyingine alirudi na akachangia sana kumrudisha kwenye game na nini. So you may celebrate the life of somebody kama you are a hero kwenye game, lakini anaweza kawa pia amepitia vitu vingi unasema na vitu vya aina hiyo. We good now, eh? Yeah. So Nyandu, when you got back sasa hapa kwenye game hapa, ulikuta kuna generation fulani. Kitu cha kushangaza ni kwamba ile generation ilikupokea wakidhani kwamba wewe ni wa kwao, yani generation yao. Ushaelewa sijui how did you connect with that generation ambayo ilikuja ghafla na tayari tukawa tunaona kwamba okay, pap magoma anatoka na uko nao. Sasa mimi namshukuru Mungu, kipindi nipo kimya kuna madogo walikuwa wanapita mkononi mwangu, baadhi ya tafu ambazo nilikuwa na hapa. Kwa hiyo wengi wao wamefanya vizuri na wanafanya vizuri mpaka sasa. Sema mimi sipendagi kuwataja kwa sababu watakiwa wao ndio wazungumzie hivi. Okay, sure. Kwa hiyo baadaye sasa hawa watu badala ya kuwa wameenda kutengeneza ile kizazi chao sasa, mimi ilikuwa kwangu ni nyepesi na nataka kufanya nao jambo la aina hiyo. Okay. Hata kujoin, unajua ile wakiwa na event unaweza kukuta mimi ndio artist ambaye wa zamani ambaye nipo pale, lakini tukiwa pamoja huwezi kujua. Yani mimi nisipojielezea wewe huwezi jua kwamba mimi labda nina miaka mingi kuliko wao, kwa sababu kuna wengine wana mionekano mikubwa kuliko mimi. Of course, sure. Kwa hiyo mimi nachoamini nimeishi nao sana vizuri wadogo zangu kipindi wakiwa wanajitafuta. Kwa hiyo ndio maana hata leo nikipiga simu yangu
inakuwa ni moja tu kwamba brother poa wapi nini tunafanya idea maisha yanaendelea. Okay. So it was easy to connect now. Easy sana. Okay, so now ulivorudi kulikuwa kuna mabadiliko sana ya sound. Wewe ulikuwepo kwenye sound ile true boom bap, unajua boom bap za kweli zile. Real boom bap. Alafu kulikuwa kuna aina fulani ya uchanaji, unajua you had to be solid kidogo, mikazo mingi na nini mwanzoni mikazo mingi na nini, bara mlikuja ukaswitch kwa sababu it was the time ambayo unakuja ilikuwa ndio crank ipo zake na inaelekea kwenye mabadiliko ya trap sasa, lakini ukaweza kupita nao. So how ili kuchallenge ama haikuweza kukuchallenge? Young D, shout out to you my man. Young D ni mdogo wangu ambaye alitumia muda wake pia kuni switch. Okay. Mimi nakuwa na mashairi makali lakini anajaribu kuniambia brother sasa hii tufanye hivi. Kwa hiyo zile njia ni switch pale kwenye zile flow fulani hivi za kitrap. Pamoja na Chimbizi. Ila alikuwa bado mdogo sana sasa. Young D talented. Alikuwa bado mdogo sana. Unajua saa hizi ndo tunamuenjoy Young D kama mtu mzima unajua. Yaani ndo maana unajua I came to realize kwamba kwa mfano back in the days nilimkuta Young D kwa Lamaa. Akiwa dogo sana. Dogo sana. Kwa nikikutana naye kipindi kile cha brother shikamoo bwana, unajua zile. Tukaenda kipindi kile cha Lamaa na nini, baadaye unajua katika ukuaji akapitia mapito fulani na nini, zikaanza zile Young D bwana siku hizi kwa miayusho sana, asikii sio nini na nini unajua. So anyways, miaka imepita kweli, nikawa simpati kwenye interview. Kuna kipindi kwa anamwambia Touch zo dogo vipi, kipindi kile kuna Touch anambia dogo ana mambo mengi sana, kichwa yake ya moto na nini, umeona. So pale tukawa tumepotezana pale, na mimi katika ukuaji na nini akasema okay labda nimwache dogo. Kwa kuna ambao walikuwa wanamwadhibu labda kwamba bana atupigi ngoma zake na nini na nini. Ila mimi kuna muda fulani kabla hajasafiri nikamtafuta, nikamwambia inabidi tufanye interview, kuna ujio wake fulani kuja nao. Hakujua kwa nini. Leo ndo naweza nikasema hapa akafahamu. Yeye Young D hakujua kwa nini mimi nilimtafuta na nikamtaka sana tufanye interview. Yeye mwenyewe nafikiri alishangaa. After a long time hatujapishana na hatujaonana na nini baada ya kumtafuta sana. Ila nilikuja kumtafuta baada ya kuja, nilikaa siku moja nika realize kwamba alikuwa mtoto sana. Ushaelewa? Kwa vile vitu vyote ambavyo vilikuwa vinatokea kwa sababu he was just a kid, maskini alikuwa he didn't know. So right now mimi nafurahi sana nikimwona Young D na maisha yake mengine. Mimi kusema kweli mimi nimekunjua kabisa. Yani he knows. Nafurahi kwa sababu gani? Kwa sababu sasa hizi ndo tunamuona mtu mzima. Of course, like unajua yani he's really taking care of family. Kabisa. Baba unajua familia ni so shout out to. So nilikuwa nasema hapo kwamba nilikuwa nimefurahi hapo kusikia kwamba alikushape wakati just a kid kabisa. Alikuwa hataki nimwambie hiki kitu kinagoma hivi. Ana namna ananiambia mkifanye hivi. Kwa hiyo there is a lot. So Nyandru, from this experience ambayo nimekusimulia hapa, kwa sababu umepitia hicho kipande chote hicho, nini maoni yako kwa watu ambao huwa wanakuwa very harsh kwa vijana wanaochipukia? Unajua mimi kwa sababu sasa hivi nimefikia level ambao unajua sasa hivi nimeshakuwa kwenye mtu mzima, sio? Kwa hiyo nimefikia level ambao sasa hivi hata msanii nikimwambia wewe tu tufanye interview na nini akinisumbua, huwa na relax tunacheka. Najua kwa sababu huyu bado anakuwa kwa sababu sio mimi na tumeongea kabisa lugha moja kama watu wazima kwamba wewe yani siku fulani una nafasi bwana, hiyo siku moja leo So kwangu mimi ila kuna watu wengine watu wazima na mtoto mpuzi wewe unajua. So wewe hawezi kuelewa. What's your take on this? Kwa sababu bado tuna watangazaji wengine ambao wana misimamo kabisa. Akipiga simu hajapokelewa ananuna kabisa. Unajua mimi kuna mtu mmoja alimwambia wewe unajua kama wasanii ni watu. Kanambia kuna mtu alinipa malalamiko fulani.
Unajua kama wasanii ni watu, nikamwambia wewe kuna siku unaamka utaki kuzungumza na mtu na unaweza kaambia Joseph fulani uje ukasema mimi naumwa na uumwa wala nini, yani utaki tu kwenda nikamwambia sasa hiyo inatokea kwa wasanii, kwa just relax, usio na hasira. So what's your take on that? Kwa sasa mimi kuna kitu kimoja, mimi kwanza naheshimu sana anayeniheshimu. Sahihi kabisa. Yani hicho brother, hicho mimi nakizingatia kwenye maisha yangu kuliko kitu chochote, na sitaki kumdisappoint mtu yoyote ambaye ananiheshimu. That's why unaona nimesimama sana kwenye misingi. Hata hao wanaoniuzi au wanaofanya vitu kinyume kwenye hii industry, sijawahi kumuongelea ubaya yoyote. Sahihi. Umeelewa brother? Wala sijawahi kujirekodi nikaongea sijui watu sio michongo yangu. Umeelewa brother? Kwa hiyo mimi naamini nikijiheshimu utaniheshimu, na ukijiheshimu nitakuheshimu. Mimi huwa naishi hivyo. Ndio maana mtu akinicheki ambaye namrespect na yeye huaga ananirespect. Yani huaga sitaki nimdisappoint hata siku moja. Yes. I can understand that. Yes. Okay. So, nilipitia your song, Yes. 26 live. Okay. That song, Yeah. And nikawa nimegundua kitu kimoja kwamba kama ambavyo ulisema wewe ulisaidia vijana wengi sana. Yes. Kama ambavyo umesema pia kwamba ungependa wao wenyewe waongee, lakini stories zipo. Kwamba fulani Nyando alimsaidia fulani, Nyando yule najua na vitu kama hivyo. Nikawa najiuliza kwamba why haukuweza 26 hiyo na nini as a brand imekuwa ni brand na nini, lakini haukutaka kuanzisha vitu kama label ama nini, unajua sababu naamini wengi wao walikuwa wanakusumbua kwa mtindo bwana mimi ni chini yako na nini, lakini nikagundua kwamba you are not interested. Nilivyosikia line unasema labels zimekuwa cheap, labels zimekuwa cheap, wanasainiwa na chips kuku vifaa vikubwa, anaenda gym kumbe mambo iko huko. Those lines were those it was some nasty lines, lakini pia zilikuwa zina maana fulani. Nikasema okay, nini ambacho nikigundua kwanza kwenye labels and signings na nini, unajua sisi tunaishi local. Sasa wadogo zetu au ndugu zetu wakiwaga wanasainiwa kwenye lebo fulani, wanaaminisha wananchi kwamba wao wamefanikiwa. Alafu zikitokea changamoto unarudi tena kwa wao wananchi waweze kukusaidia. Kwamba vipi na kwaje. Kwa hiyo sisi waga inatuumiza sana vijana wa mtaani tukiona wewe mwenzetu umesainiwa lebo alafu una maisha kama sisi, au pengine sisi tuna maisha mazuri kuliko wewe ambao upo kwenye lebo. Kwa hiyo sisi tunajikuta hatuna ile sijui nisemaje, yani kwamba ni kama vile kutushawishi kwamba na mimi niwe kwenye lebo kesho. Hatuoni yale matunda. Kwa mimi, lakini simforce mwingine. Mimi wengi naona wanaingia kwenye lebo wakitoka na lalamika na daiwa na lipa na nini. Stories zinaanza, unaanza tena una hustle, unaanza moja ni malalamiko kila siku, niliibiwa, niliteswa, nilinyanyaswa. So mbona mwanzo ulivyokuwa na watu kwenye mahusiano mazuri ya mtu ambiagi taarifa. Basi tumechoka taarifa zenu. So you are not interested na mambo ya kabisa bwana. Nisiamini lebo mbona. Okay. So ulikusudia nini uliposema round hii ningeamua nichague kazi, ningekuwa soldier? Sasa hiyo punch hiyo ipo deep kidogo. Round hii ningeambiwa nichague kazi, ningekuwa soldier. Like baba na huwa mmoja. Nitarudi kwa mwanangu sasa, you better watch. Ndio hao watu nilikuwa mimi nakusudia nipige mmoja ili kizazi kisiweze kuangamia. Unaelewa sio? Hiyo ndio ilikuwa point yangu. So hii ilikuwa inamshana na wale wa vifua vikubwa, mambo iko huko. Hiyo taarifa. Sema kwa sababu ni misamiati inatumika na hisabati ndani yake.
Unaweza usinielewe. Now I get it. This is hip hop sasa ndo raya mistari. Yes, brother. Okay. Okay. Nyando alikuwa anakusudia bana mama anaita machichi man. Hamna, kwani chichi man ni Kijamaika? Yes. Sio. Si ndio alikuwa anakusudia hapo. Okay. Tumeipotezea kidogo lakini wewe utakuwa umeshaelewa. So Nyando anasema naye. Ningeambia nichague kazi. Sio mchezo. Okay. Yeah, na sana ukiangalia juu hivi. Lakini kwa sisi wenye watoto hususan wa kiume, yani inakuwa kuna namna tunaiangalia tofauti na mwingine akiiangalia. Kwa hiyo Mungu atulinde na vizazi vyetu inshallah. Na Nyandu okay, kama ukisema hapo mzee wa Ocho Back pia anazungumzia, lakini stories za kwamba yani game imekuwa imeingiliwa sana na hiyo isipo sana. Wakati mwingine mimi huwa napata mashaka kwamba is it true ama kwa sababu kuna vitu viwili Nyandu hapa. Sometimes inatokea kwenye mafanikio, watu wengine hawapendi mafanikio ya mtu. Nyandu unaweza ukafanikiwa hapo, mtu mwingine akasema tunamjua bwana michongo yake ndio hiyo, lakini kumbe umehaso. Kwa hiyo kuna zinatokeaga hizo, mtu anaweza kuhusishwa na vitu kama hivyo. So sema hiyo engo ambayo tunaiongelea bro, ni kitu kimoja sio cha kawaida sana. So sidhani kama kuna mwanajamii anaweza kukuzushia wewe story kama hiyo alafu kiolela. If it's not true. Yes. Okay. Unaelewa. Yani kwa sababu watu wengine ina 80% inahusika, alafu 20 ndio inakuwa umesingizia. Sababu sisi pia tupo kwenye jamii ambayo sijai kuambiwa mimi. Of course, yeah, kuna mtu mmoja mimi nilikuwa Zanzibar, kwa kutumia hiyo mfano akaniambia, nilimuuliza nikamwambia bwana are you sure, akaniambia wewe katika maisha yako ushakusikia Bob Marley kaambiwa hivyo au DMX? Akaniambia wewe katika maisha yako ushakuambia Bob Marley alikuwa hivyo? Nikamwambia hapana. Akaniambia DMX alinitajia ngoma ngumu tu. Akaniambia and why not you? Kwa sababu akaniambia basi ukiona hivyo kama walivyosema kuna some elements. Sasa tunasemaje? Ni tamaa ni nini? Au watu kupenda kutokuridhika kama walivyosema mwanzoni. Na ndio maana nasema brother, kwa sababu mimi sio mwongeaji sana. Hiyo yengo pia naiogopaga upande wa pili. Yengo mwanangu Mwalimu Nash ndo waga anazizibuaga ndo anapiga bwana, sisi watu wa maskini bwana boy. Okay. So I got you Nyando. So nani but sasa kwa mfano Nyandu after all of this low key kutokuzungumza sana, pia hata watu wakikukosea unaamua kukaa nacho kifuani na nini. But it seems like bado pia kuna some wars ambazo pia uliziface kupitia some lines za kwako. Kwa mfano unasema kwenye I Don't Care. Your song I Don't Care unasema unaoaminia ndio wanaonifia na kila siku wananijadili. You got that line. Ukivuta vizuri unaona kabisa kwamba kuna some shots hapo ilikuwa umeichapa hapa. So how najiuliza tu mwenyewe when I listen to your songs kwamba how Nyandu anakuwa kwenye war zone. Hata kama itakuwa ni rap war zone, lakini how Nyandu anakuwa kwenye rap wakati ni mchizi fulani ambaye yuko zake tu kimya na anafanya mitikasi yake. Unajua mimi bwana brother, mara nyingi mimi napenda kutoa machungu yangu kupitia verse zangu. Ndio ukizifuatilia verse zangu kiundani, watu wengi mimi wanaonikosea huaga namalizanaga nao mule kwa njia za hisabati. Unajikuta nyimbo yangu unaipenda, unaichana kweli, kumbe umo. Kwa sababu mimi sio mkorofi, spendi shida za kugombana. Ndio naona muda mwingine Mungu kanipa kipaji, acha nichane tu ni fly. Ningekuwa naimba taarabu pengine ningewatoleeni mipasho. So katika unajua kuna mtu mmoja
nilikumbuka kuna story moja ya DMX aliwapitia The Locks kwenye wimbo wao wenyewe waliomshirikishana. The Locks walimshirikisha DMX afu akawakanda humo they didn't know mpaka tayari kisha kufa. Hizo ndo hesabu za tunazozipenda sisi hizo. Juskati ndio naona Jada kisasema ni Styles P nafikiri anamwambia hivi, unajua kama ule mjinga alitupitia sisi wenyewe kwenye wimbo wetu, wakawa wanacheka. So kwa kumbe kwenye some tracks unakuwa unachapa umo yani. So Nyandu umezungumzia masuala ya hesabu za uandishi na nini. Yes. Inakuchukua muda gani kwanza kuweza kutengeneza wimbo na kukuja na hizi ideas ambazo unapitia na hesabu zako hapo mwenyewe? Mimi kiukweli bwana, mimi sijawahi kuandika wimbo wote brother. Acha bwana. Wallahi vile. Na wote niliwahi kurekodi nao kuanzia wanamuziki, producers. Sidhani kama kuna mtu ana kumbukumbu yote. Ukimuuliza yote atakwambia mimi ngoma zangu zote brother unazozijua wewe mimi na freestyle kwenye mic. Yes, sishiki daftari, sishiki chochote kile. Bwana. Ngoma zote brother unazozijua. So inakuchukua muda gani? Like 10 minutes. Kwa verse moja sizidishi dakika 30. Okay. Yes. Okay. Kwa hiyo ngoma zote hizo unazozijua wewe, mawe, sijui don't care, sijui shut up, sijui double, sijui wamekaa. Mimi hizo zote brother mimi sijawahi kuandika. Ni nini that inaonekana ni spirit fulani ambayo ulijiwekea imetokea. Mimi namfuatilia sana Lil Wayne. Okay. Unajua kuna mwingine anaweza kumpenda mwanamuziki kwa ajili anavyo rap, mwingine akapenda anavyoishi, but mimi Lil Wayne ni mtu ambaye amenifanya niwe siandiki verse. Kwa sababu nilikuwa zamani najiuliza huyu anawezaje hiki kitu. Lakini nikafuatilia kwamba maneno ni yangu, kichwa ni changu, ina maana natakiwa tu nichanganye akili yangu. I say? Yes. So mzee kumbe hello. Ila hiyo ni level fulani hivi hatari sana. Yes. Wengi huwa wanashangaa sana. Say congratulations. Yes brother. Mimi sijawahi kuandika verse yani kwa mimi hata watoto wangu wasitegemee urithi wa mashairi. Watakutana na urithi wa nyimbo ambazo tayari nishazitoa kwa sababu mimi siandiki popote. Inakuchukuaje unapokuwa unataka kuziperform nyimbo ambazo uli freestyle? No, yani ninavyomaliza kurekodi siondoke studio bila demo. Okay. Huo ndo mfumo wangu. Okay. Alafu ninavyokuwa njiani sasa narudi home nasikiliza taratibu, kama kuna kitu nilikiongea tofauti nitarudi kuedit. So kwamba nitaiacha vile vile. Sema pale nitapiga laugh verse nzima. Alafu nitakaa nayo hata siku 2 nitasikiliza. Bana hiyo ni art hiyo mzee. Hiyo art sio mchezo hiyo. Hongera sana hiyo. Asante sana. Hizo from Biggie to Jay-Z to Wayne. Yeah. Bana salute sana hiyo. Yeah, nadhani pia sio watu wote ambao wamebarikiwa. Kabisa. Mimi sijawahi mimi kukutana na msanii mwenzangu Bongo tukafanya naye wimbo hajaandika. Sina kumbukumbu hiyo. Okay. Wengi huaga hata kama ataandika hapo studio, yani hata kama verse ataiandika hapo mlipokutana. Sasa mimi siandiki kabisa, yani sishiki kitu kinachoitwa pen wala daftari. Shout out to Jadu Tozi bwana. Wewe vipi rapa wako wanafanyaje? Nipi hapo. Wanajua wewe waulize wana wote mimi nilofanya nao collab. That's fantastic. Watakwambia. Okay. Kwa mfano sasa okay. Kuna wimbo wenu ule wa Shut Up Kimya. Kuna sehemu nani Blue alikuwa anasema sio wamebaki uharo something like that. So ilikuwa shut up kwenye shut up mle kuna mishare mingi sana ya watu wote shut up kimya na nini. So those it was ilikuwa ni crew against crew ama yani kwa sababu ile ya kwenu si micharazo ile na nini mshakuwa BOB micharazo. So it was a crew ama juu ya crew yani tulikataa kuanzisha jina jipya. Okay. Tukasema majina yote mawili yatasimama kuwa jina moja. Hapo ilikuwa ni baada hapo tukaamua liwe kundi moja. Kwa hiyo ilikuwa ni kundi. Okay. Hapo ndio ilikuwa BOB micharazo. Okay. So hii ikaja ikawa kama clan. Yes. BOB ndio ilikuwa Boshen of Bitos. Ndio mimi na wanangu. Okay. Micharazo Baisa na wanae. Okay. Okay.
So motion of Michozi na Micharaza. Okay. So okay, BOB Micharaza. Hivi Nyandu ulisema ina represent nini? Nyandu nilikosea, haina maana yoyote. Ilikuwaje? Yani utotoni mimi nilikuwa nacheza football. So sasa zamani uje vipaji tu, walikuwa vijana wengi karibia wanapiga chandimu. Kwa hiyo timu ikiwa kweli na game tough, nakuta nyinyi ambao labda bodi alijakaa vizuri mguuni ya mpangwi. Unajua zile. Kwa hiyo mimi sasa badala ya kusema ile bwana mimi leo Nyanda mimi, unajua goalkeeper tulikuwa tunamuita Nyanda. Nyanda ndio. So nyinyi jichagueni nini namba zote, sema Nyanda mimi, nikachapia nikasema Nyandu mimi. Kwa hiyo zamani utotoni ukichapia watu wanaenda ndo kama jina vile. Kwa hiyo nilienda nakasirika. Nilivyoona Dogo Hamidu hainifai, kichwa changu kikarudi kwa Nyandu. Ile jina ambalo lilikuwa silitaki. Kwa ukitaki. Sababu mtaani hamna anayeniita Hamidu. Vile naitwa Dogo Hamidu, lakini mtaani watu wananiita Nyandu. Ndio maana ilikuwa nyepesi kuja kuwakilisha kwenye muziki. Okay, that was awesome kabisa. Sema sasa Nyandu, sijui kwa nini yani ile speed na nini. I don't know kama bado mpo ama the family bado ipo na nini. Mimi ninadhani kwamba mlikuwa mna impact. Kuna generation fulani ambayo imekuja kupitia nyinyi, especially wewe na Baisa. Na inspiration kubwa sana ilitokea hapo. Ni kama vile ambavyo walivyokuja vijana wale wa tamaduni. Wale unajua wamepita na upepo, wamezalisha vijana wengi sana ambao walikuwa wanatamani kuwa kama wakiwa wadogo vile mpaka sasa wamekuwa watu wazima. So na nyinyi ule upepo ulikuwa kama upo yani, sijaelewa. Alafu sasa nyinyi kwa sababu tayari mlikuwa mko katika spotlight ilikuwa ni kama urban music, rap lakini ni urban. Kwa hiyo unyamwezi mwingi na nini watu wanataka kuiga. Au wanangu wa tamaduni wale wao walikuwa ni conscious with a little bit of hardcore na nini. Kwa you had to be kidogo umekaza zaidi na vitu kama hivyo unajua. So nyinyi mlikuwa tayari mmeichukua hiyo wave hiyo. Sijui what really happened hapo, ama hamkuitazama katika upande wa kuiendeleza kuna kuikuza zaidi. Unajua mwanzoni kipindi tunatengeneza Clue, tulitengeneza kama familia ambayo kila mtu anaweza akatumia fursa hii kwenda kutetea upande wake ambao unamtegemea. So Mungu alivyotujalia na watu wakatufahamu sote kwa ujumla, kila mtu alizalisha tabia zake pale. Sasa kwenye kuishi ujue kila mtu ana ile uvumilivu wa kumvumilia mwenzie. Ujue hususan mkiwa mjazaliwa tumbo moja, sio kabila moja, sio familia moja, kuvumiliana na kuwa ni ngumu sana kumvumilia mtu muda mwingi. Kwa hiyo mimi nadhani vijana walikuwa wanapishana wenyewe kwa wenyewe kwenye makubaliano. Ujue makubaliano ni kitu kimoja kizuri sana. Kama yes iwe yes, kama no iwe no. Sasa muda mwingine yes inakuwa no. Sasa naweza mkawa hata studio mtu akachelewa kufika, alafu mwingine alowahi akaona kama aliyechelewa kamdharau, na anaweza akaamua akaondoka. Unaelewa situation? Yaani imekaa kitoto, ukizama deep ukuaji tunarudi pale kwenye yani hatunaga sisi sababu maalum ambayo kusema naweza nikawaelezea wananchi kwamba eti kuna tukio lishai kutokea BOB kaamua kusambaratika, hakuna. Umeelewa? Yaani ni vijitabia tu vya watoto. Huyu ana tabia yake ya wapi, huyu ana tabia yake ya wapi. Sasa kila mtu anajiona na umuhimu pa. Ndio tunarudi katika ukuaji. Vitu vingi vinatokea wakati watu wakiwa bado wadogo. Unaona juzi tunazungumzia Jiga na Nas kwa mara nyingine tena vipanda on stage. Wakati zamani ilikuwa haiwezekani kabisa. Umeona na ukiangalia watu wengi ambao wamesquash beef zao, wamesquash beef wakiwa tayari ni over 30. Of course. 35 mtu anajitambua, ana familia, anaona mimi nilikuwa mjinga. Ametulia yama. So okay. So ilikuwa hivyo. Lakini mnaweza maybe ninadhani kwa umeona kilichotokea kwenye miaka 30. Watu wana kumbukumbu na nyimbo zilizopita. Nyinyi mlifanikiwa kutoa so many hits on hizo makimya hayo mengi sana. Naweza mkafanya maybe something like a reunion hivi na
kufanya hata katua, hamjafikiria kufanya hivyo maybe kwa familia? Yani nadhani mimi hadi leo nakuja hapa kwenye hii interview tulikuwa tuna kikao fulani hivi. Okay, kwa hiyo yani kama mionzi unajua coincidence. Kwa hiyo Mungu akipenda inshallah VOB Micharazo watu watawaona. Tuko sawa, mimi sina shida na mtu yote bro. Okay, kwa hiyo tunatarajia tunasema inshallah. Au sio? Yes. Okay, sawa. So Nyandu, now how unaitazama hali ya rap music ilivyo? Katikati hapa zimetokea vita hapa nyingi kweli kweli. Na kwa bahati, sijui bahati mbaya tunasema isivyo bahati, Kiswahili fasaha. Lakini kwa isivyo bahati ni kama vile rappers pia wenyewe hawakuwa wamestuka. Walitumiwa katika kipindi kama cha miezi 3 ama 4 watu kupigana shots, kutukana, vurugu, ghasia na nini. Na wakaaminishwa kwa kauli moja, samahani kuisema hii lakini naita ni kauli fulani ya kipuuzi sana. Kwamba watu wa rap imeamka sasa, hip hop imeamka. Mlilala sana, sasa hip hop ndio imechangamka. Na mimi nilikuwa nasema kwamba msikubali kutumika hivi. Rap haijawahi kulala, haijawahi kwenda popote, iko pale. Au sio? Mtu anasema wana kauli nyingine ya kipuzi, hip hop is back. Kisa tu kwa sababu Nyando amemtukana Kuvi Chaka, unajua Yaani ukishanibomoa mimi, wewe kibonge una mpango wote sio watu wanakuambia hip hop is back sasa, unajua walilala sana. Kwa wakatumika pale watu wa rap kama miezi 4 hivi afu wakaachwa. Bahati mbaya sana. Watu ambao walikuwemo kwenye ile vita walitoa nyimbo. Mimi iliniuma sana wimbo katikati ya ile vita. Max Cortez alitoa wimbo pale na Ibra. Okay. Mkali sana, unaitwa Ko nafikiri. Ku ama Ko. Okay. Something like that. Ku. Ule wimbo mkali bwana, watu wameupita kama wanaaga maiti mwanao. Haupata support kama Max alivyokuwa akicharuzana na kina sijui Lunya au nani. Okay. So it's something ambayo mimi binafsi naiona inanikata steam. Sijui lakini wewe kwa sababu umeshapitia era zote, you can just understand. Kwako unatazamaje hii hali? Kwanza mimi siamini bato. Okay. Kwa nini siamini bato? Bato za kibongo zimekaa, yani zinavuka mipaka, yani like kwamba mtu anaweza kummention mama, baba, mke, watoto. So mimi nipo kijamii sana. Mimi nikiona mtu anaihusisha familia kwenye muziki, mazungumzo ya kutukanana, yani mimi kwangu inatafsirika tofauti sana. Kwa hiyo nimeona vijana wengi kwenye bato zao lazima kuwe na zile kudhalilishana. Sasa unajua sisi pia Bongo ndio tumeuchukua muziki kutoka huko, lakini sisi pia hapa tuna tamaduni zetu, tuna ile heshima ambayo tunayo kama Waswahili. Okay. So mimi bato inanishindaga kwa sababu mtu yuko huru, anaweza kukwambia chochote. Kwa hiyo ndio maana si support iko cha kwanza. Alafu cha pili, ukiniambia hip hop is back, mimi nakataa kwa sababu mimi toka nimemjua Dr. Dre, Snoop, na watu ambao mimi wameni-inspire, tukiachana na waliokufa kina Tupac, kina Eazy, naongelea ambao wapo hai kina Eminem. Nikifuatilia mimi naona hawajawahi kufa. Sio hapo umenifahamu. Maana mimi nasema iongelea hip hop labda ya Bongo. It never went anywhere. Sasa sijajua hapo kwenye uwanja gani. Ndio maana hata mtu akisema hip hop imefanya nini, sio imefanya, mimi nawasikia wengi lakini sijawahi kujibu. Sababu pia mimi sipo kwenye wanamuziki wanaojibugi DC wala ambao wanaingiaga kwenye bato. Mimi sijawahi kuwepo kwenye bato na mwanamuziki yoyote yule, namshukuru Mungu alhamdulillah. Mimi naachana mambo yangu na jamii yangu. Okay. Bas. Yes. Okay. So unawaambia nini? Because rappers sometimes wameingia kwenye ule, si ndio maana nakwambia mwisho wa siku natumia energy. Yaani kuna movement zilifanyika
pia siwezi kuzitaja, lakini kwa sababu ni mwana hip hop na wana hip hop wako wengi, wako deep, watanielewa. Naamini wana hip hop wana ubongo mkubwa sana. Sure. Umenielewa sijui. Kuna movement zilianzishwa nyuma zikawachukua wasanii wengi miaka kadhaa nyuma, wakatumika kama hivyo, wakatukana watu, wakaongea wanachoamini kwamba ni sahihi, a friend of the day. Leo wanashindwa hata kuwaface ya watu, wanashindwa kufanya movement zao, afu waliwaingiza kwenye mkumbo watu madoni, wanafanya maisha yao, wanaishi wamepumzika. Kwa hiyo muda mwingine mimi sikubaliki kutumika kama kenge. Like that. Umenielewa? Vitu vingine naviachaga vipite tu. Mtabishana, mtafanya nini miaka 2-3, inshallah kama Mungu kanipa uhai, taachia mua wangu, wauni wataruka nao. Lakini situkanani na mtu kwenye battle. Okay. So watu wanaamini kuingia kwenye battles labda zitakufanya uonekane tough. Then some people feel like that's gangster. Na vitu kama hivyo. Nyandu, wewe kwenye all this life, kutokana na mapito yako, hustle zako na nini, umekuwa kwa vijana wengi yani wanakuambia yani role model wao ni wewe. Nafikiri unazisikia hizo Yes, najua. Ushakutana na mimi 26 nini ushaelewa. Salute kwenu. I know last time nakumbuka kwenye interview ya radio nilikuuliza about that 26. Ukaelezea the true definition of it na nini. So mimi nataka sasa nipate mtazamo wako. Kujaribu kuportray gangster life kwenye maisha yetu ya kawaida. Unaitazamaje? Is it worth it? Yani, au unaweza kumwambia mtu kwa mfano true OGs, kwa mfano Scarface kwenye wimbo wake anasema the hand of the dead body. Hiyo line nimekuwa napenda sana kuitumia every day ambapo naona machafuko fulani. Alisema don't believe that song, gangsters don't live that long. Kama usiuamini huo wimbo, hakuna gangster anaishi kwa urefu, yani anaishi maisha marefu. Of course. Kwa sababu tayari alishaona yeye ni OG, anajua. So utasikia vijana wanasema mimi bwana ni 26 bwana sijui nini, kwa sababu kwa wakiamini kwamba wewe ni OG. Ushaelewa. So nataka utoe kauli yako kwamba vijana ambao wanaamini, sababu yani anaweza kufanya kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukifanya mbona wewe Nyandu mwenyewe yuko zake cool. Mimi 26 bwana sijui nini, yani mimi najua. Mimi nachoweza kuamini kwa upande wangu, vijana wengi ambao wana support 26 ni vijana ambao wanapenda kujitafutia jasho lao. Unajua mimi kauli mbiu yangu 26 ni mwanadamu yoyote anayeishi kwa jasho lake. Sio umenifahamu? That's the definition. Okay. 26 yani ili uweze uwe mwakilishi wa hii namba lazima uwe mtu ambaye unajitafutia kwa jasho lako. Yani sio mtu ambaye una chill tu kusubiri miujiza. Haiwezekani. Wewe ni mpambanaji. Unatakiwa upambane, afu inshallah Mungu atakuletea baraka zake juu yako kwenye utafutaji wako. Ndio hata kwenye ibada tumeambiwa tumalize ibada zetu afu tukatafute riziki. Sahihi. Yes, sure. Okay, kwa hiyo that's what I say kwamba don't acting tough hakuwezi kukufanya kwamba hapana. Haihusiani kabisa. So bale kids role model wetu huyu hapa umemsikia, it's about hustling and not acting tough labda au kutaka kupigana or something like now. Maana mimi azana zote naelekea msikitini. Mashallah bana, hongera sana brother. Alhamdulillah. Hiyo ni baraka kubwa sana kuweza kuingia. Hiyo peke yake ni sign ya kuwaonyesha vijana wenzangu kwamba sio hivyo pengine mnavyofikiria. It ain't about that life. Original ni yule ambaye anaishi kwa nidhamu, anamjua mkubwa, anamjua mdogo, anajiheshimu, anaheshimu kila mtu, anajipenda, anapenda familia. Okay. Yes. I say nafikiri for real kuna uwezekano mkubwa leo kama umepata the picture ya kile ambacho tumekuwa tunakizungumza siku zote, kwamba usije
ukamtafsiri mtu vile ambavyo wewe una tafsiri zako kichwani. Yes. Unatengeneza taswira yako, alafu unataka sasa. Ndio maana kwenye mawe nimesemaje, yeah. Yani mwana ni kweli alinicheki DM akanambia, siku hizi una hang out na kina vibegi, Nyando umekuwa waki kinoma, una hang out na kina vibegi, unaelewa zile. Kwa hiyo mimi nikajiuliza kwamba yani mboi kwa kina vibegi ndo radi hao, yani kama kwa nini tusikae nao sasa? Kina vibegi kina country au sio? Wewe yani country ndo limba vibegi. Sijui yeye alitafsiri kitu gani, hajamtaja mtu jina, lakini ilimkata ni kuniona kwamba sometimes na kuwa na madogo. Nikamwambia kwa hiyo wewe kwenye kichwa chako labda unanichukulia mimi nani labda. Si unajua zile. Mimi ni binadamu wa kawaida wala sivyo hivyo unavyofikiria wewe. Kwa hiyo all right, sawa. So Nyando sasa hivi mwelekeo wako, because kwa naona sasa hivi umekuwa ni mfanyabiashara nguli. Yes. Mfanyabiashara nguli sasa hivi. Hongera sana pia. Unajua mimi bana nimeshajaribu biashara ya maduka bana. Naelewa pasua kichwa yake ilivyo. Nikaishia njana, au sio director mate? Nilifunga duka kwa nikasema ngoja kwanza nitulize kichwa. Mimi namshukuru Mungu. Kwa hiyo alhamdulillah. So now vijana wamekuwa wanapambana kusema kweli. Machata wanatengeneza machata. Kila msanii kina Unju wana machata yao. Nikimbisha na Unju nini. Kuna bichwa la Mfala Nyombo lile. Kina Maalim Nash. Unaona Maalim yangu katika imani. Wao bwana na nini unaweza, kwa sababu umekuwa na experience pia katika biashara hii ya mavazi na nini mtazamo wako, na kama ikiwa ni ushauri pia, kwa sababu biashara sio lele mama. Kusema kweli biashara ni tough sana, kama wao wamekwambia. Mimi mwenyewe nilishia njiani kwa muda, nikasema ngoja nijipange upya. Sasa nisiweke sana kwenye watu wa logo au artist, kwa sababu kuna mwanamuziki mwingine yeye anatoa logo yake, watu wake tu wanaomkubali wamsupport. Alafu kuna mwingine kama mimi na target wavae watu wote. Unanifahamu? Lakini kuna mtu yeye anakuambia mimi nataka hichi kitu changu kiwafikie walengwa tu ambao nimewakusudia. Lakini sasa hapa tuongelee biashara kwa ujumla. Mimi nadhani vijana wengi tunakutana na changamoto za kushindwa kuendesha biashara zetu, kwa sababu vijana wengi tunatumia kuliko tunachokiingiza. Sijui umenifahamu shewangu. Kwa hiyo nadhani hilo ndo tatizo kubwa, yani tukicheza na hesabu hiyo hatuwezi kuyumba. Kwa tuzingatie sana kinachoingia na unachotumia. Kuna mtu anatumia faida kabla ya biashara haijafanyika. Yani kichwa chake tu kimemwambia nikiuza huu mzigo faida yangu ni 700,000. Basi ile 700,000 anaifanyia maamuzi mengine kabla ile bidhaa ofisini haijaisha. Kwa hiyo ukiuza viwili vitatu ikatokea changamoto hapa katikati, it means hela uloitoa kule huwezi kuirudisha tena, sababu mzigo umestack. So mimi nadhani hesabu chache tu na kumuomba Mungu, maisha mengine yaendelee. Nadhani kuna podcast nyingine tutafanya hapa ambayo hiyo ni strictly about business. Tutakuomba hiyo sasa uje utufundishe upande wa biashara. Hiyo tutapanga tena kwamba bwana leo hatuzungumzi muziki kabisa. Ulipoanzia mpaka ulipo, changamoto, namna ulivyokuwa ukizikabili na vitu hivyo. So tutakustua kwa sababu tutaanza kuishoot nao karibuni hapa inshallah kwa time. Nafikiri kuna lesson kubwa unaweza ukatupatia as mfanya biashara, na naamini hiyo inaweza ikawa ni darasa huru. Kwa sababu hata mimi pia kuna watu waga na kana kama navokana na wewe, my brother ambao wamenitangulia kina Tipo Osman, Zizu, God bless you bro. So hao ndo naitwa mamenta. Unajua, unaweza ukamwangalia wewe kwa jicho lako, lakini hao ni kati ya my brother ambao wana madini sana. So what's your plans now kwenye muziki? Your plans kuendelea tu kutoa projects za hivyo kwa ajili ya fans, ama unataka uendeleze ile harakati ile full kabisa, kama maybe some albums kuwa dropped na nini? Bado
demand ni kubwa sana ya kwako. Kwanza mziki mimi siwezi kustop. Okay. Kwa hivi karibuni ni uongo, sababu ndo kitu ninachokipenda na ndo kipaji ambacho naamini Mwenyezi Mungu amenipa. Sababu 98 mpaka leo sio kitu kidogo, na still naweza nikatoa ngoma na watu wakanisupport, alhamdulillah. So ninachoweza kusema mimi muziki nitaendelea kufanya kama tracks zinakuja. Siwezi kusema official project kwa sababu mimi toka nimeanza sanaa yangu nikiwa kama Nyandu sijai kuwa chini ya management yoyote. Kwa najaribu kujigawa, maisha mengine yaendelee, muziki uendelee. So 26 Life wenyewe wanajua watu wangu. Inshallah brother, na kila kitu kitakuwa kwenye mstari. Mimi inshallah. Sawa. So Nyandu, na nataka leo tusende mbali sana, tuishie hapa, lakini ningependa kusikia maneno yako. Kuna wenzetu, vijana wenzetu ambapo I know umepitia South Africa, umeishi kule na nini. Hali imechafuka. Wenyeji wanataka wahamiaji haramu, nasema, ambao hawaishi kwa uhalali warudi majumbani kwao. Na kwa watu ambao tumewahi kusafiri hata kidogo, unaelewa namna unavyoingia nchi za watu na namna ya kuweza kupambana. Uhalali unaweza ukaupata baada ya muda, ama usiupate kabisa, ukawa unaishi hivyo na nini. So nimeona watu wanarudi nyumbani, lakini wanarudi katika hali ya simanzi, wengine wanakosa vitu vyao na nini. Nini unaweza kumwambia kijana ambaye yupo katika situation hiyo? Kuna mshikaji wangu mmoja aliniambia kwamba yeye amekubaliana na kuna wale ambao walitakiwa warudishwe na serikali yeye na serikali zao, akamkubali kusema kwamba bana, mimi nitarudi tu kupitia uongozi wangu, uongozi wa balozi na nini. It is painful. Mimi nilijisikia vibaya kwa sababu kama yeye mshikaji wangu aliondoka kwenye miaka mwanzoni nadhani 2000 kutengeneza familia na nini. Yani nilijisikia vibaya alipoona bana, mimi narudi home. Kwanza maisha yenyewe jinsi yalivyo ataweza tena kuanza upya na vitu kama hivyo. So nini unaweza ukawaambia ambao wanapitia hii kadhia sasa hivi? Kwanza nitoe pole kwa Afrika wote, lakini mimi kwa uzoefu wangu na elimu yangu ndogo, vile vitu vimekaa kisiasa sana. Okay. Sasa na mimi wasipendi sana kuzungumziaga engo hiyo. Lakini ukitulia na ukafuatilia deep, achana na hizi media sio nini hizi ambazo mtu kapost AI kaedit. Kuna habari, kuna vyombo vya habari vinatoa zile habari deep ambazo ukikaa ukitulia na akili yako unaona. So mimi naona kwa uelewa wangu mdogo umeniambia hivi kwamba vile vitu vipo kwenye upande huo wa kisiasa. Kwa hiyo that's why sipendi kuliongelea kaka. Okay. Sawa, shukrani sana Nyandu bwana. Maybe if there is anything ambayo tunaweza ukatumalizia hapa kabla hatujafunga. Kipi ambacho unapenda kutumalizia hapa? Bwana, na next project ambayo inakuja chini ya Zombie pale Stokies, nimefanya na D-Voice. Niko na Dogo Kaje 45 Double Killer. Goma fulani hivi tumemix hip hop mdundiko. Bwana. Okay. Tumewakumbuka kidogo kaka zangu Mambo Jambo. Okay. Yeah man. Okay. Kwa hiyo tunarudi kiivo yani. Yes. Kwa hiyo kuna project zinakuja. Okay. Sawa. Mimi nataka kuna kamchezo fulani hapa tukacheze hapa Nyandu hapa kidogo. Okay. Kamchezo fulani hivi mambo ya kuchanganya ubongo. Kuna kamchezo fulani nataka tukacheze hapo bwana Nyandu hapa. Au vipi bwana okay, mimi nataka nakupeleka tu kidogo hapa. Easy au vipi bwana? Okay, sawa. Dr. Dre ama DJ Primo? Uko brother, nitakujua huko. Dr. Dre ama DJ Premier? DJ Primo. Bwana, mimi naenda kwa Dr. Dre kwa sababu hata nyumbani na mtoto wangu wa pili kuzaliwa anaitwa Dr. Dre. Bwana, umemuita Dr. Dre ama Andre? No, Dr. Dre. Bwana.
hivyo bwana Dr. Dre. Yes. Wewe kiboko. Kwa hiyo anaitwa Dr. Dre Hamidu au? Yes, Yeah. Huyo dogo lazima atakuwa mnyamwezi sana baadaye. Akija kimjua dokta ndio sana. Anamjua tayari. Fresh kabisa, anamfuatilia na kuelezea vitu vyote. Okay. Yes. So Snoop D-O-double-G ama Tupac Shakur? Tupac Shakur. Tupac Shakur. Thug life mentality. Sawa. Biggie ama Pac? Pac. Okay. Yes. LOST to the BOIZ, Lost Boys ama Nori by Nature? Not by nature. Okay, Nori by Nature. Yes. Wu-Tang Clan ama Nori by Nature? Wu-Tang. Yes. 50 Cent ama Ja Rule? Hadi kofia imevuka baba. Hapo hiyo kofia si umegendeshaje wake mpaka imeshuka kwa sababu hili swali. Mada nampenda sana lakini sasa mimi West Side bwana. Kwa hiyo 50 Cent. 50 Cent, okay. Yes. All right. Nas ama Jay-Z? Original stay original. Escobar. Sawa. Hapa nataka nikupiga ya mwisho kabisa hapa, ambayo inabidi tuipige kiloko. Kwanza Unit ama Diplomats? Shika hapo baba. Bwana mimi nawapa wote. Director anasemaje? Draw inaruhusiwa, draw iruhusiwi bwana. Draw iruhusiwi kwa sababu hao na historia nao ndefu sana. Unajua hata lile tamasha lilofanyika pale ya miaka 30 au lipi? Sijui kama watu waliongelewa pale. Haujaongelewa. Haujaongelewa. Isipokuwa watu walikuwepo Saigon kutoka Diplomats. Hapana, haijakamilika kwa sababu kuna Watanzania hawajui Saigon ni nani. Wanajua ni mtangazaji aliwahi kuwa Channel 5. Yeah, sure. Umeelewa sisi? Yeah. Kwa hiyo samahani kwa kuongea hivyo. Huo it's okay. That's a reality. Nilitamani Saigon aelezewe ni nani kwa sababu mimi nadhani kwenye ile miaka 30 pale mtu mwenye miaka mingi kwenye game kuliko wote kwa walio rap kwenye lile jukwaa ni KR of course. Kaka Rashidi pamoja na Saigon. Kumbukumbu yangu mimi inavyoniambia sidhani kama kuna mtu pale aliwakilisha stage ile. Yaani wale wamemkuta yeye sidhani. Ni kweli. KR Mula pamoja na Saigon. Yes. So Diplomats au mimi nawapa wote. Bale. Jando ameshindwa kutoa kura baina ya Diplomats na Kwanza Unit. Ikiwa wewe ingekuwa wewe unafanyaje? Bwana, shukrani sana Nyandru, na utatarajia mwaliko wetu, nataka tupige strictly business episode inayofuata inshallah. So asante sana kwa kututazama leo. I hope utakuwa umepata madini mengi sana kutoka kwa Nyandru leo, na kusema kweli mimi mwenyewe nimefarijika sana. My brother yuko busy lakini leo tumeshare baadhi ya vitu muhimu kabisa. Na kwa sababu mimi huwa kila ninapopata cha kuzungumza na mkerakera mtu, kwa hiyo usijali. Nikiendelea kupitia nyimbo za Nyandru kila siku na kuwa napata vitu vipya. Kwa hiyo anytime na hiyo. Lakini ya kwanza tutapiga kwanza ya business, alafu baadaye kama unamhitaji tena Nyandru utaniandikia hapo chini. Utaniandikia hapo chini kwenye comments kwamba bana Nyandru arudi for part 2 ya Hip Hop Corner na yeye. Lakini kwa wakati huu niseme shukrani sana kwa wote ambao tumeshiriki hapa, au sio bwana? Thanks my brother Maliaga kwa t-shirt moja kali sana. Au vipi bwana? Asante sana Wahid kwa kapela moja babu kubwa. Na bwana, kama una lolote tuandikie hapo chini, but shout out kwa wote na asante sana kwa kuendelea kutazama Hip Hop Corner. One love. Endelea kumsupport Nyandru bwana, au sio? Account yake ya hapa YouTube ni Nyandru Tozi. Kiingia hapo subscribe, alafu fuatilia mikwaju humo. Na ukiwa unafuatilia mikwaju, sikiliza maneno kama anasikilizaga mimi. Basi. One love. Respect. The Hip Hop Corner with Kovi Chaka.